nikaona kama watu wamenitangulia kwenye neno. Kwa kuwa Mungu kuna vitu anavifanya kulingana na watu, namna jinsi Mungu anavyowafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali Biblia inasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa, si ndio? Kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa. Sasa ulishawahi kufikiri kwa nini Mungu alisema hivyo? Anawaambia wana wa Israeli kwamba kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa. Lakini mimi katika kusoma kwangu neno la Mungu nikilifuatilia kutoka mwanzo mpaka kwenye Agano la Jipya, nimeona vitu vinavyohusisha miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kwenye miguu ya mtu ili ufanye chochote, miguu lazima iwe salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwenye miguu Mungu amewekeza vitu vyake. Ndio maana neno la Mungu linazungumza habari ya miguu. Sasa watu wengi wanaweza wakawa wamefungwa, hawawezi kufanya chochote kwa sababu hawajui ni nini kilichotokea kwenye maisha yao. Mfano, tunapopita kwenye njia unaweza kaona vituko vinavyoendelea. Mwingine anaweza kachukua mchanga, mwingine anaweza kafanya hiki, mwingine anaweza kaweka mtego huu. Lakini nilivyokuwa nikichunguza neno la Mungu, maisha ya watu yanadelay kwa sababu aidha mtu biashara yake anashindwa kuifanikisha au utumishi wake anashindwa kufanya kama Mungu anavyokusudia kwa sababu ya vifungo. Haleluya. 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 Wakati Mungu anawavusha wana wa Israeli katika ule mto wa Yordani bila boti, Mungu alisema makuhani watangulie. Walipokanyaga tu nyayo zao kwenye yale maji yalisimama ya kusimama. Unaona kuna siri kubwa sana katika maisha yako kwamba huwezi kufanya chochote bila hiyo miguu. Kwa hiyo kwenye miguu yako kuna siri kubwa, ngoja tuiangalie leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua kitabu hiko cha Yoshua 1:2 mpaka ule wa 7. Tusome tuangalie Yoshua 1. Kama kuna maiki hapo soma Yoshua 1 mstari ule wa 2 mpaka ule wa 7. Basi ngoja nisome Yoshua 1 mstari wa 2 mpaka ule wa 7. Anasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanon mpaka mto ule mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwagiza, anasema, Mungu alikuwa akisema na Musa
na Yoshua alikuwa anabeba mkoba wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anamwambia Yoshua kwamba mtumishi wangu Musa hayupo. Sasa anaanza kumpa maelekezo namna jinsi ya kwenda na namna jinsi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kula anasema kwamba kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa. Unaona, anaanza kutangaza kumiliki, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Anaanza kutangaza kwamba mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu nimewapa ili mpamiliki. Lakini huko kila mtakapokanyaga, kwa sababu kuna watu huko ambako wanakokwenda, kuna watu wanaishi ambao wamewataja hapo. Pamoja na kwamba wanaishi, lakini Mungu anaweza kufanya jambo jipya, kwamba mahali ulipo, kulingana na maelekezo ya Mungu, kulingana na utii wako unaomtii Mungu, Mungu anaweza kupabadilisha mahali popote, akafanya wewe upatawale na kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anasema na Yoshua, akawataja na watu ambao wanaokaa huko, lakini akamwahidi kwamba hata mwacha wala hata mpungukia. Pale atakaposika sheria zake, pale atakapofuata yale maelekezo ambayo amempa, anasema sitakupungukia wala sitakuacha, na wala hakuna mtu atakayesimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaoinuka juu yetu, manake ni nini? Kuna falme mbalimbali, kuna nguvu mbalimbali zinazoweza kuleta ushindani katika maisha yetu. Popote pale ulipo, sinaweza kuinuka nguvu zikataka kushindana na wewe. Lakini kwa sababu Mungu ametoa maelekezo kwa Yoshua, kwa sababu Mungu ametoa maelekezo kwako na umeyapokea, chochote kitakachoinuka hakitaweza kukushinda, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Cha msingi, unapaswa mwana wa Mungu kuelewa na kutii na kulifuata neno la Mungu kwa uaminifu. Kutoka sura ya 3, hebu tuangalie. Ninazungumza habari ya miguu. Utaangalia, unajua miguu ya muhimu sana. Watu wengi wameumia miguu, hujui hata kwa nini uliumia mguu. Haujui, lakini tangu ulivyokuwa umeumia mguu, unaona kuna vitu ulishindwa kuvifanya. Kuna mahali ulishindwa kusogea. Kama hatima yako imesimamishwa, kama kuna kitu vimesimamishwa. Sasa mambo ya kiroho, mimi ninazungumza mambo ya kiroho. Kwamba mambo ya kiroho, kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikasababisha wewe ushindwe kufanya kazi. Unaweza kushindwa kutumika vile jinsi ulivyokuwa unatumika. Unaweza kushangaa kwamba mwamko wako wa kumtumikia Mungu unapungua ndani na haujui ni kitu gani kinaondoka. Yaani ule utayari unaondoka ndani kama neno la Mungu linavyosema. Lakini kuna kitu kinachoibuka kinachosababisha upunguze mwendo wa utumishi kama Mungu alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza kitabu hiko cha Kutoka sura ile ya 3 mstari ule wa 5 mpaka wa 9. Na huku tunapoendelea kusoma, unaendelea na wewe kuicheki kwamba ninaendaje na mtumikiaje Mungu. Kuna upinzani au hakuna upinzani? Kuna nini kinachoendelea? Biblia inasema katika kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 ule mstari wa 5 mpaka ule wa 9, anasema, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mterizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria tena,
nimeyaona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kule juu anamwambia vua viatu. Kabla Mungu hajakupa kufanya chochote, Mungu anakutengeneza ili ufanane naye. Yesu asifiwe. Kabla Mungu hajakutumia popote, lazima Mungu akubadilishe ufanane naye. Anapomwambia Musa, anamwambia Musa, amemwambia Yoshua, kila mahali utakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa. Kwa hiyo kama haujafanana na Mungu, mahali popote ulipo huwezi kutawala na kumiliki. Hiyo mamlaka hutakuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mpaka kubadilishe ufanane naye, ili kile kitu unachokifanya, kile kitu ambacho Mungu anakuagiza, ile mamlaka ambayo unayoitumia lazima itoke kwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatoa mapepo kwa jina la nani? Si ndio? Kwa hiyo Yesu Kristo ili awe ndani yako, kuna namna Mungu, kuna vitu ndani yako lazima viondoke ili ufanane naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna tabia ambazo iko ndani yako, usipoiondoa shetani yeye atakwambia wewe haina shida, wewe kaa. Ila ninajua kwamba pamoja na kwamba unasema umeokoka, lakini kuna tabia ambayo ulionayo haikupi wewe kuvitiisha vitu, haikupi wewe kumiliki mazingira ulionayo. Kwa nini? Kwa sababu hauna mamlaka inayokufanya umiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukikosa ile mamlaka, utakuwa unasema maneno ya hewani ambayo hayana matokeo. Lakini kama utakuwa umefanywa kama Mungu jinsi alivyokusudia, kwa sababu Mungu kwa kila mtu ana kusudi ndani yake. Kila mtu aliyeko hapa Mungu ana kusudi na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na Mungu anamekuruhusu kufanya kazi yake. Huwezi kufanya kazi ya Mungu kwa mamlaka nyingine. Hauwezi. Utakuwa unatoa maji kwenye kini ambayo hayawezi kuiva. Haleluya. Lakini Mungu ana mpango wa kuokoa wana wa Israeli. Sasa ili awaokoe, hamchukui mtu yoyote kwamba nenda kawaokoe wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza anaanza kufanya mpango wa kuhakikisha anamtengeneza yule ambaye anapaswa kwenda kuokoa, mpaka afanane na yeye, awe na kiwango cha Mungu, ili akifika kule akaitiishe miungu iliyoko kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpango wa kuwaokoa wana wa Israeli haikuwa rahisi. Mungu alichukua muda mrefu sana kumtengeneza Musa na kuondoa zile tabia zilizokuwepo ndani ya Musa, kwa sababu aliishi Misri kwa muda mrefu, alijifunza tabia ya Kimisri. Kwa hiyo ngome iliyokuwa imejengeka ndani ya moyo wa Musa ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo Mungu alihitaji ibomolewe yote ili abebe mamlaka yake, ili akifika kwa Farao yale ambayo atakayoyasema yaweze kutokea. Haleluya. Haleluya. Vua viatu vyako. Nataka nikwambie kuhusiana na habari ya mamlaka, habari ya kutawala, kumiliki. Mungu usifanye chochote kama huna uhakika kama Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usichokoze vita kama Mungu hayupo. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwezi kuishinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Sasa anamwambia kwamba afue viatu vya kiroho. Maana yake hii miguu, viatu vya kiroho ambavyo vinakufanya uwe tayari kupambana, vinavyokufanya uwe tayari kutumika, vinavyokufanya
una connection pamoja na Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Usijaribu, kwa sababu Biblia inasema Mungu ndiye anayetupigania. Ukijaribu kwenda peke yako, uwe na uhakika huwezi kushinda vita. Daudi aliuliza Mungu, niende au nisiende? Bwana Yesu asifiwe sana. Nipigane hii vita au nisipigane? Alikuwa anamwambia nenda. Na mara nyingine alimwambia utapigwa, usiende. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapojifunza neno la Mungu linakutengeneza. Mimi ninavyozungumza hapa, kama makini ufuatilie, linakutengeneza. Unapokanyaga kwa nyayo za miguu yako, maana yake unawasilisha ile mamlaka ambayo Mungu amekupa. Maana yake kama kuna mapepo, kama kuna mashetani, kama kuna mitego, utakapokanyaga, kama una nguvu za Mungu, lazima wasalimu amri na watakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Wapi? Katika maeneo yote. Uwe umejenga nyumbani kwako, uwe una kiwanja nyumbani kwako, uwe njiani, uwe popote, uwe ofisini, uwe ofisi yoyote ile, bila mamlaka hauwezi kumiliki na kutawala. Utakuta kuna vitu haviendi. Uwe unatumika, utakuta kutumiki vizuri kwa sababu kuna upinzani juu ya maisha yako. Utakuta unatumika kwa yani hujui unatumikaje kwa uzito kwa sababu umefungwa. Ile miguu haiwezi kuachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili iachiliwe, sikiliza neno la Mungu na ili utoke kwenye huo mkataba. Haleluya. Haleluya. Vua chochote ambacho hakina uhusiano na Mungu. Vua chochote ambacho kinakufanya, kinakutengenezea vikwazo usimuone Mungu. Kwa sababu haiwezekani miaka hiyo inaenda hatupati matokeo. Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana tunapiga back time kwa sababu hatuende. Unajua uwezo kupiga hatua kwenda kama umefungwa kamba miguuni, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nazungumza ufunguliwe. Na adui huwa anafuatilia nyayo za watu. Anafuatilia ili ayaue mapito yako. Anafuatilia ili auue mafanikio yako. Kwa hiyo utakikuta una rolling sehemu moja, unazunguka sehemu moja, haupati matokeo kwa sababu kila unapokanyaga nyayo zako adui anaua. Kila unachotaka kukifuatia ili ufanikiwe adui anaua. Unashangaa unashindwa hata kumtumikia Mungu, unashangaa unakata tamaa au unavunjika moyo, unarudi nyuma. Ule utayari wa ndani haupo. Unakuwepo tu kwa sababu, lakini ule utayari wa ndani umeshambuliwa. Huwezi kutumika kwa uhuru kama vile jinsi Mungu alivyokusudia. Maana unapotumika kwa uhuru unasikia furaha na nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakumchukua tu Musa akasema kwamba sasa kwa kuwa umekuwa haya nenda. So mnafahamu Musa alitumika miaka 40, sio? Jangwani amekaa miaka mingapi? Miaka mingapi? Mungu amemfundisha miaka 40, si ndio? Miaka 40 anafundishwa. Musa akiwa na miaka 80, maana yake ametumika miaka 20, si ndio? Miaka 20 mingine, miaka 40 mingine akamtumikia Mungu. Nini tunachokiangalia hapa? Lakini kulikuwa kuna kazi ya kumfungua vifungo alivyokuwa amefungwa na utawala wa Kimisri, alivyokuwa amewekewa ndani yake, vilivyokuwa vinataka kumzuia asifanye mpango wa Mungu. Kama mimi na wewe, inawezekana kuna vitu vinataka usitoke, vinakurudisha nyuma. Kuna vitu unaviwaza, kuna vitu unavifikiria, unataka ufanye kitu na shangaa haufanyi kama jinsi unavyotakiwa kufanya, na baraka zako zinazuiliwa kwa sababu adui anafanya kazi. Sasa na mimi nakufunulia maandiko kidogo, siwezi kufungua yote, lakini nakufungulia kidogo ili uendelee kuyasoma hata utakapokuwa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumemwona Musa anavyoambiwa na Mungu avue viatu. Maana yake alafu avue viatu ili avae utayari wa kumtumikia Mungu. Avue kile alichovalishwa cha kwanza. Uvue mila yako, uvue utamaduni wako, uvue asili isiyokusaidia, uvue hiyo hasira, uvue hiyo kiburi, uvue
uvue kitu chochote kinachoinuka juu ya maisha yako wakati umeokoka. Haitakufanya uendelee, haitakufanya uwe msaada, haitakufanya umiliki na kutawala, kwa sababu itakukataa ardhi, itakukataa katika anga. Adui anajua kwamba wewe hauna hiyo mamlaka. Sasa kitakachokufanya wewe uweze kumiliki na kutawala, fuata maelekezo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ambaye hatii hawezi kutisha. Sio? Ambaye hatii hawezi kufanyaje? Kwa sababu utaulizwa, hiyo mamlaka umeipata wapi? Kwa sababu akiangalia wewe huwa unatii, wanasema lazima tuondoke hapa faster. Huyu jamaa yuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kitabu kile cha, tuangalie kitabu cha Ayubu. Soma hapo Ayubu. Ayubu sura ile ya 13:27. Ayubu sura ile ya 13 mstari wa 27. Ayubu 13:27. Neno la Mungu linasema, waitia miguu yangu katika mkatale, na kuyaua mapito yangu yote. Wajiandikia alama kuzizunguka nyayo za miguu yangu. Nijapokuwa ni kama kitu. Mstari wa 10:27 turudia tena. Waitia miguu yangu katika mkatale, Katika kifungo maana yake, na kuyaua mapito yangu yote. Wajiandikia alama kuzizunguka nyayo za miguu yangu. yaani wanafuatilia nyayo zako ili kuua kila mafanikio ambayo unatamani utoke. Kuna mahali unatamani utoke lakini hautoki. Lakini kitakachokufanya ushinde ni kukubali neno la Mungu na kulitii neno la Mungu na kuwa tayari na kuvaa tayari wa Mungu bila maswali ya aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kadri unavyokwenda katika maisha yako ya wokovu, yuko adui anafuatilia. Anataka hakikisha uendelee kumtumikia Mungu katika position uliyopo. Na yeye anaibua vitu mbalimbali ndani yako. Anatengeneza na uvivu ndani yako. Anatengeneza ugumu ndani yako ili usije ukaendelea na ndani yako, manake miguu ya kiroho inafungwa. Unashindwa kufanikiwa kwa sababu usipofanikiwa rohoni, mwilini huwezi kufanikiwa. Kwa sababu ukifanikiwa mwilini na rohoni haujafanikiwa, manake lazima uanguke vibaya sana. Na hiko kitu kitapotea haraka sana. Lakini Mungu akikutoa hatua kwa hatua na hatua zako zikilindwa na Mungu, akilinda mapito yako, akilinda mafanikio yako, akilinda ofisi yako, kadri unavyokwenda, kwa sababu kila kitu tunakifanya mpaka tuchukue hatua, si ndio? Umeajiriwa, kwani uliajiriwaje? Uliajiriwa ukiwa nyumbani au ulienda? Ulichukua hatua. Kama usingechukua hatua ungeajiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda ofisini kwako, unakaa nyumbani au unaendaje? Si unaenda unachukua hatua ya miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa zile hatua zile ndizo adui yeye anazozifuatilia katika maisha ya mwanadamu, kuhakikisha anamchanganya na anamzoofisha na anachanganyikiwa, haelewi ni nini kinachoendelea. Hapa lazima tupate maarifa ili tumgaragaze yeye mwenyewe. Haleluya. Mungu ametuwekea ili tujifunze, ili tupate faida. Haleluya. Kama naua mapito yako kwenye kona unapopita, mimi sijui. Sijajua kwenye mji unaoishi kuna watu wa aina gani. Sijui waliokuzunguka wanasema nini juu ya maisha yako. Sijui waliokuzunguka wanawinda nini juu ya maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Sijui wamekuvalisha nini, wamefanyaje kwenye miguu yako. Lakini Mungu anasema kwamba lazima tusimame ili tuweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu lazima akupe maelekezo. Mungu, Joshua alikuwa ni mtumishi wa Musa. Joshua hakuwa kipindi kile mtumishi wa Mungu, alikuwa ni mtumishi wa Musa.
Ndio maana Mungu anamwambia Yoshua, mtumishi wangu Musa amekufa. Sasa sikiliza maelekezo ninayokuelekeza. Utawavusha hawa watu, lakini na Yoshua naye akaambiwa avue viatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa aliambiwa avue viatu, na Yoshua hawezi kuwavusha watu mpaka avue viatu. Bwana Yesu asifiwe. Kuvaa utayari mbele za Mungu ili upokee mabadiliko binafsi mwenyewe. Haleluya. Ili upokee matunda ya Mungu binafsi katika maisha yako. Bila kuamua, hakuna mtu mwingine atakayesababisha uyapate haya. Mimi nimesimama leo nafundisha hapa, lakini usipoamua kupambana na hiyo hali itakuendesha, itakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hakikisha mapito yako yanakuwa hai. Vumilia, sikiliza neno la Mungu. Zaburi 105 ule mstari wa 16 na 21. Tunajifunza juu ya miguu. Usikurupuke tu. Niliwahi kusema kwamba unapoamka asubuhi, kabla hujatoka nje, usikubali kutoka kimya kimya. Unapokwenda kukanyaga ardhi ya nje na wala hujatamka chochote, kwamba utakapokanyaga umiliki na kutawala, unakuta wenzako walishawekea vitu, unaenda huko kukuta kuna mambo magumu. Kumbe ni nini? Kumbe ulisahau. Kila siku unakurupuka, unaenda unaombea njiani. Unajua hiyo ni shida. Vita inaweza ikawa kubwa juu ya maisha yako bila kujua. Haleluya. Hebu soma hiyo Zaburi 105 mstari wa 16 mpaka 21. Zaburi 105 mstari wa 16 mpaka 21. Neno la Mungu linasema, akaiita njaa iijilie nchi. Ndio. Akakiharibu chakula chote walichokitegemea. Akakiharibu chakula chote walichokitegemea. Alimpeleka mtu mbele yao. Yusufu aliuzwa utumwani. Yusufu aliuzwa utumwani. Walimuumiza miguu yake kwa pingu. Unaona, sasa tunaangalia ile miguu. Kwa nini tu wamelenga ile miguu? Kwa sababu miguu inasababisha vitu vingi sana. Sasa Mungu wakati anaposema na Yusufu kwa njia ya ndoto, Mungu alimuonyesha vitu vingi vya kumiliki kwamba yeye atakuwa nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini adui naye akawa anafuatilia, akatengeneza ndugu. Hao ndugu ndio waliohakikisha wanamuumiza miguu, ndio waliohakikisha kutaka kumpoteza Yusufu. Lakini kwa nini wamewinda miguu? Kwa sababu miguu ikiharibika, huwezi kwenda mahali, huwezi kufanya chochote. Manake hii miguu ndio inaweza kusababisha usafiri uende Mwanza, inaweza kusababisha uende sehemu mbalimbali. Adui hiyo anaitafuta, anaweza kupitisha vitu kwenye hiyo miguu. Kwa hiyo miguu iko kwenye vita, miguu iko kwenye hali ya hatari. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ndio inayokufanya uende ofisini, urudi nyumbani, inayokufanya ufanye vitu vyako mbalimbali. Mungu aliweka kitu ndani ya Yusufu, lakini adui naye akatengeneza waharibifu ili wamharibu Yusufu. Lakini Mungu huyo akaharibu chakula ili wamtawakikishe wanaenda kusujudu mbele ya nani? Ya Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuendelee. Walimuumiza miguu yake kwa pingu, akatiwa katika minyororo ya chuma. Hata wakati wa kuadia neno lake, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Mfalme alituma watu akamfungua. Mkuu wa watu akamwachia. Akamweka kuwa bwana wa nyumba yake, na mwenye amri juu ya mali zake zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona Yusufu, hawa ndugu walihusika kumuumiza miguu. Manake walikuwa wanaua hatima yake. Lakini unachoona kwamba Yusufu aliwahi ulimwengu wa roho kuelewa. Hakupigana vita vya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Alimkabidhi Mungu maisha yake. Hao ndio waliobishana wakamtoa kwenye shimo, wakamuuza, lakini kabla hivyo walimuumiza.
Ndio maana hata walipokuwa wakifuatilia sema unamuona bwana wa ndoto yule anakuja, walikuwa wamekusudia mabaya, kwa sababu Yusufu alikuwa amebeba baraka nyingi mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliokuwa wanataka wamuue ni ndugu zake wale. Walipanga mabaya, lakini waliotaka asifike mahali kwa kila alichowasimulia, lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, na Yusufu alikuwa pamoja na Mungu hata alipopelekwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisimamia mambo ya kiroho, hakuyumba. Ndivyo sasa akatuma watu wakaenda kumtoa gerezani, lakini kabla ya kumtoa gerezani akawa mkuu wa gereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Mungu amepanga uinuke, hakuna kuzuia. Haleluya. Kama Mungu alipanga wewe uwe mtu fulani, na utakuwa tu. Tambua sasa. Tambua sasa, sio kitu kirahisi. Tambua. Usichelewe. Unaposikiliza haya maneno, yafuatilie, nenda kayasome vizuri. Inawezekana ukafundishwa vizuri kuliko ninavyosema hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu alimnyenyekea Mungu. Yusufu alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Alilinda hatima ambayo aliisikia. Kwa sababu kabla aliota ndoto akaona watu wanamuinamia, akasema nyota na mwezi, akaziona na nyota nyingine, jua na mwezi, lakini na nyota 11, yeye akiwa 12, yeye alikuwa katikati ambaye ni mdogo, akakuta jua na mwezi vinainama mbele yake na nyota 11 vinainama mbele yake vinamsujudia. Alivyowasimulia wakamkasirikia. Una ndoto, unataka nini? Una maono, una future, unataka uwe mtu fulani, lakini unashindwa kufika mahali unapotaka kufika. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu tu adui ameamua kufuatilia njia unazozipita. Unataka kufanya jambo fulani, unakuta limeharibika njiani. Unataka kufanya jambo fulani, unakuta haliendi. Ukitaka kufanya jambo fulani, unaona unakaribia kutoboa, unakuta tena hakuna kitu. Kwa sababu yuko adui anafuatilia, lakini tutamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya. Kila unachokitaka kwenye maisha yako kidai na ukisimamie, na wewe simama na Mungu. Anapotoa maelekezo Mungu, fuata, ndipo utakapopata ushindi. Haleluya. 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 Miguu tu inawindwa, miguu ya kiroho. Msimamo wa kiroho wako, utendaji wako wa kiroho unatafutwa. Maana wajua kabisa usipofanikiwa rohoni na hata kwenye mwili hutafanikiwa. Kama utafanikiwa lakini vitu vitakuwa vinapita, vitakaa. Lakini utakaposimama vizuri na Mungu ndipo utakapopata ushindi. Haleluya. Samueli wa kwanza ule mstari wa Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Samueli wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 9. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, yeye atailinda miguu ya watakatifu wake. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake. Bali waovu watanyamazishwa gizani. Sasa Mungu anataka kuilinda miguu yako. Unanielewa? Mnanielewa? Hebu sema maneno, Mungu atailinda miguu yangu. Kwa sababu miguu yako isipolindwa na Bwana, ndio maana unakuta kuna vita hata uelewe kwenye hiyo miguu. Sasa kuna miguu hiyo, lakini inawasilisha mambo ya roho. Kwa sababu miguu yako ikiharibika, huwezi kufanya chochote. Huwezi kwenda kuabudu. Huwezi kwenda kufanya nini? Huwezi kufanya mambo kadhaa. Hutakuwa na amani. Na utakuwa ni mtu mwenye stress, mwenye mawazo. Unayetathmini kwamba nitapona lini? Unaotathmini kwamba mbona sifanikiwi katika lile? Mbona nilikuwa nimekaribia? Kuna nini kimetokea? Hauelewi. Sasa Mungu akusaidie ufunguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu alijibu mahitaji yetu kabla sisi hatujazaliwa. Ndio maana hii tunaisoma, na haya tunayosoma ndio maana unakutana nayo. Maana unapoyasikia Mungu anataka ufunguke, alafu uchukue hatua. Haleluya. Jiangalie mwenyewe namna jinsi ulivyokuwa. Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka 15. Kutoka sura ile ya 12
ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 15 anasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka wenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba ya kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huu, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ile damu itakuwa ishara kweli katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, isiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapopiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtafanya iwe siku kuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe siku kuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa, kwa kuwa mtu yeyote atakaye kula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninalenga kule Mungu anataka kuwaokoa wana wa Israeli na ametoa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema fanyeni hivi, tengenezeni hivi, chukueni mwanandama, tengenezeni hivi, lakini anawaambia kwamba bado mnatakiwa kuvua tena kutengeneza
kuvaa viatu vingine vya utayari, kwa sababu Mungu anataka kuwaokoa wana wa nani? Wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini nimesema? Kwa sababu unajua tusiombe maombi tu malaisi. Usitake tu kuhurumiwa. Wangapi wanataka huruma? Wangapi wanataka huruma? Yaani nyoka yuko hapo alafu nataka nyoka kuhurumie. Kobra alafu nataka kobra kuhurumie. Atakuhurumia? Unajilegeza pale, unafikiri atakuhurumia? Hapo lazima upate akili mpya na nguvu mpya za kuhakikisha unapambana naye na unamshinda, sio kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hapo kuna issue ya wokovu wa wana wa Israeli. Hapo kuna issue ya wokovu wa maisha yako. Hapo kuna issue ya wokovu wa biashara yako. Kuna mambo unayotamani yatokee kwenye maisha yako yamekuwa yakizuiliwa kwa sababu ya vita vilivyopo juu yako. Na umekuwa ukiomba maombi mengi, lakini inawezekana hujawahi kujua kwamba hivi vitu vyangu vinafiaga wapi. Lakini leo ujue kwamba adui woga anavifuatilia. Lakini sasa hatafuatilia tena kwa sababu umejua. Haleluya. 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 Yoshua sura ya 5 mstari wa 15. Nisomee. Yoshua sura ya 5 mstari wa 15 unasemaje? Yoshua 5:15. Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapa usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya vivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua amepewa maelekezo, akavua, akatengeneza ndani yake utayari wake, kwa sababu ana kazi inayomhusu huko mbele. Hawezi kuifanya bila mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hata tukichaguliwa leo hii, pengine sijui umepewa sijui idara gani, umechaguliwa sijui umekuwa mkuu wa mkoa, sijui umekuwa mkuu wa wilaya, hawezi kupeleka tu kama mkuu wa wilaya. Kuna vitu lazima kubadilishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana na wewe unapochaguliwa kama kuwa kiongozi wa aina yote, huwezi tena kukaa kijiweni. Inabidi uanze kufuata maelekezo yale yote, ndio yatakayokufanya sasa uendelee kukaa na kuendelea kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yoshua alipoambiwa na yule amiri wa Bwana aliyesimama mbele yake, kusema mahali hapa uliposimama ni mahali patakatifu, vua viatu, kwa sababu kuna maelekezo atakayopewa baada ya kuvua viatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa viatu ni nini? Viatu ni mtu wa kale, vitu vya zamani alivyokuwa navyo, ambavyo vilikuwa vinamzuia asifanye mapenzi ya Mungu. Kuna vitu vinakuzuia usifanye makusudi ya Mungu. Kusema nimeokoka sio shida. Shida ni kusikiliza na kutii na kufanya maelekezo ya Mungu, ndipo utakapotoka kwenye hiyo hatua ulio nayo. Kinyume chake hautatoka, utabaki hapo hapo. Hata kama umeokoka miaka 40 haina shida, na shetani anasema haina shida, wewe endelea hivyo, wewe sema tu umeokoka. Lakini kuchukua maelekezo na kuyatekeleza na kuyafanyia kazi hakuna. Maana exchange katika ulimwengu wa roho haipo. Wewe unabaki hivyo hivyo, unakuwa ni mtu hapo hapo. Kumbe adui ameshika hatima yako, ameshikilia, amefunga mikatale hatima yako ya kiroho. Kama usipofanikiwa rohoni, kwenye mwili utafanikiwaje? Hawa watu hauwezi kufanya chochote mahali popote. Hata kwenye ofisi utakuta kuna utaratibu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ofisi utakuta kuna utaratibu. Kitakachokufanya ukae kwenye ile ofisi ni kufuata utaratibu. Kitakachokufanya watu wakusikilize kwa sababu uko kwenye utaratibu. Nje ya utaratibu huwezi kumwamuru yoyote na akafanya unachotaka. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amepokea maelekezo kutoka kwa amiri huyu, akatekeleza shamba. Mungu anamuona, anaenda kusema naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua, watu hawa utawavusha mto wa Yordani. Musa aliwavusha mto wa nini? Aliwavusha bahari ya Shamu. Sasa wewe utawavusha Yordani, na ni mto mkubwa. Mtatangulia
Na Mungu kwa sababu lazima awamiliki, wakifika kule, walipoingia, walipokanyaga yale maji, Biblia inasema yakatindika, yakaganda, wakapita juu yake, wakavuka wote. Walipovuka wote, watu waliposikia wana wa Israeli wameingia, Biblia inasema kwamba wakayeyuka mioyo. Haleluya. Haleluya. Wameingia moyoni mwao. Yaani maana yake adui akayeyuka moyo. Hawana morali tena wa kupigana vita. Wameshakwisha kabla hawajapigana. Mungu amekuwa upande wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla wewe mwenyewe unapoingia mahali, lazima ujue kabisa adui anajua. Watu wengi waga wajui. Mfano kama ukitoka hapa Misukusuku, ukienda pale Miomboni pale pana daraja. Sawa? Pale pana daraja, si ndio? Kuna mabomba yako hivi. Ni Miomboni ni wapi? Kuna kitu kama kuna watu wanaweza kakaa kama wale wanatoka kama kwenye mipaka hivi au hapo chini hapo. Kuna daraja, kuna bonde pale. Pale tunaweza kusema kama lango. Maadui yako yamekaa pale yanakucheki. Wewe ni mtu wa aina gani? Unapoenda miguu yako inaleta hasara kiasi gani? Wakikucheki wakikupima, huyu hamna kitu. Alishatawaliwa, hana kitu. Hawezi kuleta effect ya aina yoyote, wanakuacha. Kila mahali unapovuka wanakuangalia. Kila mahali kwenye kivuko wanakucheki. Kila mahali kwenye kivuko wanakucheki. Kila mahali kwenye kivuko wanakucheki. Wanakupima unapokwenda unaenda kuleta athari ya kiasi gani. Wewe una nguvu ya aina gani? Kwa sababu kama Daniel walimchunguza kwenye ofisi yake, wakamchunguza na kwenye mambo ya Mungu wakamkosa. Manake wewe ukichunguzwa unakoswa au unapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waga na washauri ule wimbo ule tunasema tumkanyage, mimi sikatazi. Tuimbe tu. Haleluya. Shetani tunapiga teke, sikatazi. Tuimbe. Lakini nataka kweli mkanyage na kweli mpige teke. Asija kukanyaga au asija kukupiga teke wewe. Kwa sababu hapo issue inahusisha na kumiliki. Kwa sababu unaposema umkanyage, na Biblia inasema hivi, zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu Kwa hiyo wewe una hakika kwamba una mamlaka ya kumkanyaga kweli. Sio kuigiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba na mahali ulipo nikasema kwamba kama nitakuja nyumbani kwako, wewe umekaa ovyo, wewe una uhakika nitakutawala mpaka nitakapotoka. Sawa? Maana nitasimamisha ratiba zako zote. Kama zilikuwa ni sio sahihi, kama ulikuwa unaongea maongezi sio sahihi, nikiondoka ndio utaanza kuongea. Maana yake kipindi hicho ulikuwa kwenye gereza la kiroho la kwangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikiondoka ndio unaanza na mambo yake. Kwa sababu kiliona niko kule tutasema mchungaji, mnaanza kubadilisha story. Maana yake tayari mamlaka inaingia. Na nitakuja hapo, nitakaa, utanikaribisha. Nitakaa kwa sababu tunakuwa tunacheki pia na mazingira ya ulimwengu wa roho unasemaje. Kwamba uendelee kukaa au uondoke. Kwa hiyo tutakapoendelea kukaa manake na wewe uko kwenye kifungo. Kwa hiyo kama tungekuwa kitu kimoja basi tungekuwa kuna amani nyingi sana. Lakini unaweza kusema sijui anaondoka saa ngapi? Sijui anaondoka saa ngapi? Bado tu anaongeza na point nyingine. Hii nayo kama ameweka point ambayo ni ndefu tutajadili muda mrefu. Sangeondoka tu kwa ndani. Yaani ule utayari wa kuwa pamoja na Mungu haupo. Manake umeshafungwa kwenye ulimwengu wa roho na nira nyingine, si ndio? Umefungwa na nira nyingine, sio nira ya Kristo Yesu. Ila una nira nyingine ambayo haikuleti kukaa pamoja na Mungu au pamoja na watu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Sisi tunaelewana? Mnaelewa watu wa Mungu? Chunga, pambana, hakikisha hatima yako inapatikana juu ya maisha yako. Mwaka 2025 mwezi huu wa 3, tafuta maisha yako. Chunguza, kasome Biblia kuliko ninavyofundisha. Soma maandiko alafu fuatilia nyayo za miguu yako. Fuatilia maisha yako ya kiroho. Angalia ulivyokwama. Angalia utumishi
utumishi wako ulivyo dhaifu, hauna power, hauna nguvu, yaani umekuwa na nguvu na vitu vingine visivyokuwa Mungu, na havikuletei matokeo, bado kuchoka kupo pale pale. Hakikisha hiyo mikatalo iliyofungwa unakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba tusome kitabu kile cha Isaya. Na vitabu viwili tu nimalizie. Isaya 6. Usikilize huyu mtu ilitokeaje. Isaya 6 mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Isaya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia nalimuona Bwana. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia nalimuona Bwana. Yaani miaka yote Isaya, unamjua Isaya? Jamani, mnamjua Isaya? Hata kwa maneno tu, hata kama umjui sana. Tunasikiaga anahubiriwa. Isaya ni mtumishi mkubwa sana. Hajawahi kumuona Bwana tangu miaka yote aliyo. Yaani unaweza kama umeokoka lakini hujawahi hata kumuona Bwana. Unajua ukimuona Bwana kuna mageuzi. Hauwezi kumuona Bwana alafu kawa vile ulivyo. Kila kitu kinabadilika. Musa alipokutana na Bwana alibadilika. Akaambiwa nenda kule. Alienda akwenda. Yoshua alipokutana na Bwana amiri mkuu alibadilika. Alikwenda akwenda. Wote walikwenda kwa kutumia miguu. Hauwezi kumuona Mungu alafu kawa salama tu, ukaendelea na tabia zile zile, ukaendelea na mwenendo ule ule, ukaendelea na ukaidi ule ule, ukaendelea na kitu ambacho sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kukuinua. Kweli Mungu katika neno lake amesema atakuinua. Atakuinuaje na hizo tabia? Atakuinuaje na mfumo ulio nao usiotoka kwake? Hebu amka. Twende. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia nalimuona Bwana. Ndiyo. Ameketi katika kiti cha enzi. Ameketi katika kiti cha enzi. Kilicho juu sana. Kilicho juu sana. Kuinuliwa sana. Na kuinuliwa sana. Na pindo za vazi lake. Likajaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili. Alifunika uso wake. Na kwa mawili alifunika nini? Kwa maana nyingine sasa unaona umuhimu wa miguu yako, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafunika miguu. Isaya amemuona yule Mungu pale jinsi alivyo. Twende. Na kwa mawili aliruka. Akaitana. Kila mmoja na mwenzake. Akisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti vikatikisika kwa sababu ya sauti yake. Aliyelia. Naye nyumba ikajaa nini? Ndiyo. Ndipo niliposema ole wangu. Yaani siku zote alikuwa anaenda nimeokoka, lakini miguu inaweza kukimbia kupeleka habari mbaya. Maana umefungwa tu. Amen. Haikimbii. Anasema wanaheri wale wapeleka miguu yao ipelekao habari. Lakini miguu yao hawa inapeleka habari ya kipepo, habari ya ugovi, habari ya mafarakano, habari ya kutokuwa utulivu. Haileti chochote, haileti injili, ila inaleta uharibifu. Miguu yao inakimbilia mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye miguu kuna nini? Ikitokea kwenye mguu huwezi kwenda. Ndio maana kuna umuhimu sana. Unajua kwa nini? Hata kama watu wanatembea, Biblia inavyosema kwamba wana wa Israeli walitembea miaka 40 wala miguu yao haikuvimba.
si ndio? Walikwenda. Sasa unaweza ukachukua kwenye nyama, lakini ukachukua ulimwengu wa roho. Hakuna chochote kilichotokea juu. Mungu alihakikisha na walinda na wapigania, pamoja na wanyama wakali. Mungu alihakikisha na walinda kwenye ule msitu mkali. Mungu alihakikisha anawapa na maji njiani. Mungu hakuwaacha, walikwenda mpaka walifika, ila waliishia jangwani kwa sababu ya maneno yao. Sikubali kuwa na maneno yatakayosababisha usifike mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama umeamua kumtumikia Mungu, amua kuwa serious. Kama yani kwenye position yoyote, kitu chochote kinachohusiana, unasema mimi nimesimama hapa na mtumikia Mungu. Ukishatangaza na adui anainuka, anaanza vita na wewe. Kwa hiyo wewe uwe serious na Mungu atakuwa serious na wewe. Haleluya. Atakuwa serious na wewe. Nataka nikwambie, watatuma chochote watakachotuma, wanafeli. Yaani hata kama utawakuta wengine wanatembelea vichwa, yaani miguu yote iko juu, yaani wewe hutatikisika na chochote. Kwa nini? Kwa sababu unamjua aliyekuita. Haleluya. Huyu Isaya akasema, ole wangu. Na wewe inawezekana hivi. Inawezekana. Kwa nini? Isaya alikuwa anakaa kijue cha watu wenye maneno yasiyofaa. Alitumia kinywa kile kile na kinywa kile kile alifundisha. Lakini alikuwa amesimama. Sikiliza, sasa unapokuwa umeokoka, usiwe tu kama kibao. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale kutoka pale picha ndege kuna kibao cha tumbi. Kipo kinatoa maelekezo. Kwa hiyo na wewe hakikisha uko kwenye safari, au usiwe mgonga debe. Kali yako tena uko mlangoni pale unaning'inia. Kali yako. Yaani gari likishaja unamuona yuko pale pale. Panda na wewe kakae kwenye siti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe kaa kwenye siti. Sasa hapa kuna vitu ujiepushe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu malizia huo mstari. Mstari wa 5. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea. Kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo kutoka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo. Akaniambia, tazama, hili limekugusa. Midomo yako na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefutwa. Kisha nikaisikia sauti ya nani? Ya Bwana. Ikisema, yani Bwana anasema baada ya kuwekewa kala moto, si ndio? Baada ya kubadilishwa sasa anasikia. Hajawahi kusikia hiyo sauti, unajua? Ni mtume nani? Hiyo sauti hajawahi kusikia. Mungu sasa anataka mtumie sasa. Ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tuamue sasa, kuna vielemendi fulani wewe amua kuviacha. Amua Mungu, mwambie Mungu akusaidie. Mwambie Mungu akubadilishe. Mwambie Mungu, nataka hatima yako. Unataka hatima ya maisha yako. Vitu ambavyo adui amekuwa akiviua kwenye maisha yako, hakikisha sasa leo tutakapoomba havifi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Mungu, huisha maisha yangu. Ninataka kuoa. Kwa nini nilikuwa nashindwa kuoa? Nilikuwa nataka kuolewa. Kwa nini nashindwa kuolewa? Unang'ang'ana, unasema hatima yangu lazima iachiliwe kwa jina la Yesu. Hatima yako lazima iachiliwe. Kwa sababu isipoachiliwa ile ni katale. Ukifungwa huwezi kupiga hatua kwenda mbele. Huwezi. Hapa lazima tumgaragaze adui. Haleluya. Uwe tayari, vaa tayari. Namalizia kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari kuanzia ule wa 10 mpaka wa 15. Naomba usome kwa spidi kabisa. Waefeso hiyo tunaenda kufunga hapo. Waefeso sura ile ya 6 mstari kuanzia wa 10 mpaka wa 15. Efeso 6:10 mpaka 15. Ndio. Hatimaye mzidi kuwa hodari
katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote mkisimama, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa diria haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari na itupatao kwa injili ya amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema, miguu yangu ifungue utayari. Toa sauti, miguu yangu ifungiwe utayari. Ninahitaji utayari, utayari wa kiroho, utayari wa kiroho, utayari wa kiroho. Kwa jina la Yesu ninakwenda kinyume na kila vita ambayo imekuwa ikisimama juu ya maisha yangu, ambayo imekamata hatima ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaondoka kwenye huo mfumo wa adui. Ninaondoka kwenye hivyo vikao. Kwa jina la Yesu ninasambaratisha kila mamlaka ambayo adui amekuwa akiitumia ili kuninyanyasa. Kwa jina la Yesu ninavunja ule mtandao wa kipepo katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa nyama. Kuanzia sasa hatima ya maisha yangu ikaachiwe kwa jina la Yesu. Hatima yangu ikaachiwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu inayonena mema. Ninatangaza leo, ninavaa utayari, ninavaa utayari wa kusimama pamoja na Bwana, pamoja na Bwana katika maisha yangu ya utumishi, katika hali zote, kwenye position, mahali popote uliponiweka. Bwana, ninavunja ule mtandao uliokuwa ukinipinga katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi na vigelegele kwa jina la Yesu. Tusimame. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili